Wengineko, maafisa wa afya na wadau wameimarisha kampeni kushinikiza matumizi ya mipira ya kondomu miongoni mwa vijana kufuatia takwimu za kutisha zilizoonyesha kwamba 41% ya maambukizi mapya ya virusi vya HIV mwaka 2025 yalikuwa miongoni mwa vijana wa umri wa kati ya miaka 15 na 24. Wito huo ulitolewa wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kondomu yaliyofanyika katika Chuo Kikuu cha Kiufundi cha Mombasa na kuandaliwa na Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Magonjwa ya Kuambukiza NCDCC, wakfu wa huduma ya afya ya ukimwi kwa pamoja na mashirika mengine, na kuwahusisha wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Kiufundi cha Mombasa, Chuo Anuwai cha Pwani, Chuo cha Mafunzo ya Baharini na asasi nyingine katika kaunti ya Mombasa. Mkurugenzi wa ukuzaji afya na msimamizi wa mipango katika baraza hilo, Dr. Steven Ndolo, alibaini kuwa serikali husambaza kondomu bila malipo kwa watu wasio na uwezo wa kununua, huku shughuli ya kuchunguza upya mkakati wa kitaifa wa kondomu kuangazia mahitaji ya watumiaji ukielekea kukamilishwa. Wasiwasi ulioibuliwa na meneja wa huduma za matibabu eneo la Pwani katika shirika la AHF Kenya, Dr. Hamza Bulhan, ulihusu mwanya mkubwa katika usambazaji wa kondomu. Given the changing donor landscape in the world, we are not able to sustain giving free condoms to everyone in the population, and this was the need for this total market approach. Currently, what we need as a country is 400 million condoms to cater for the population that is sexually active. And what we have at the moment is 150 million. So that gap of 250 million is what we're now asking, where is it going to come from? And since it has to be the responsibility of our government together with other partners, including ourselves, what we can ask as a plea to the government is to reduce the taxes on those organizations and partners who want to procure condoms, so that at least they can try and chip in.